chetu cha Waefeso mlango ule wa 6. Tutaanzia mstari ule wa 10 mpaka ule wa 18. Waefeso mlango wa 6 mstari ule wa 10 mpaka ule wa 18 ni somo letu la silaha. Naanza kusema, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila, fikra, ujanja, mikakati ya shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu hiyo, toeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkiisha kuyatimiza yote kusimama, basi simameni, hali mmejifunga kweli viunoni mwenu, na kuvaa dirii ya haki kifuani, na kufungwa miguu utayari tuupatao kwa injili ya amani. Zaidi ya yote mkitwaa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Tena ipokeeni chapeo ya wokovu na upanga wa Roho, ambao ni neno la Mungu. 18. Kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika Roho, mkikesha kama tunavyofanya sasa, mkikesha katika jambo hilo, na kudumu katika kuwaombea watakatifu wote. Na wote tuseme amen. Hiki ni kifungu ambacho kimekuwa kituongoza katika mfululizo huu wa silaha, na tumeona kabla ya mtumishi wa Mungu Mtume Paulo kuzungumzia silaha kwa mmoja baada ya nyingine, alianza kwanza kutupanga sisi kuhusiana na kujiweka vizuri katika nafasi yetu ndani ya Kristo na ndani ya nguvu zake. Anasema hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Ni muhimu kila mmoja wetu anapokuwa katika swala hili la vita vya rohoni, uijue nafasi yako ndani ya Kristo na nafasi ya Kristo ndani yako. Maneno mawili tofauti na yana maana kubwa sana. Uijue nafasi yako ndani ya Kristo na nafasi ya Kristo ndani yako. Anasema mimi ndani yenu na nyinyi ndani yangu. Kwa hiyo lazima nijijue, mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake. Kwa hiyo ni muhimu ujijue, niko kwenye kambi yenye uweza kiasi gani, niko kwenye jeshi lenye nguvu kiasi gani, niko kwenye mamlaka iliyo na uwezo wa kiasi gani. Niwe hodari katika huo ulimwengu wangu, na mimi niwe hodari. Na siku ya kwanza tulizungumza kwamba unaweza ukawa wewe ni Mkristo na Mungu aliyeko ndani yako ni mwenye nguvu kuliko miungu iliyo upande wa pili. Lakini kama wewe hutakuwa strong, hutakuwa imara, hutakuwa na imani thabiti katika Mungu wako, lakini huu upande wa giza kuna mtu akawa na uimara na hodari katika nguvu zake za giza, anaweza kukupiga pamoja na wewe una Mungu mkubwa. Kwa hiyo swala si tu kuwa na Mungu mkubwa, ila wewe ulio na huyo Mungu, je, umekuwa hodari kiasi gani? Haleluya. Tuwachukue watu wawili waliokuwa katika vita ambao wote tunafahamu, kitabu cha Samueli wa kwanza ndani mlango ule wa 16 wa 18, ambao unamzungumzia Daudi akimface Goliath alipokuwa anakabiliana na Goliati. Daudi alikuwa hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake. Alikuwa anamjua Bwana wake vizuri sana kwa kiwango kikubwa kuliko jinsi Goliati alivyokuwa anaweza kumwamini Mungu wake. Lakini Israeli yote ina Mungu mkubwa wa Israeli, lakini haikuwa hodari katika Mungu wao. Ndio maana kwa siku 40 hili lijitu linakuja mbele yao, linatukana jeshi, linatukana wajeshi, linatukana wa Israeli, na hakuna mtu alikuwa anaweza kuinua kichwa dhidi yake. Sio kwamba hawakuwa na Mungu, walikuwa na Mungu, lakini hawakuwa hodari katika Mungu wao. Kijana mdogo tu ndio alikuwa yuko hodari katika, anamwamini, amemuona, amemexperience katika maisha yake ya kila siku, akiua dubu, akiua simba, akifanya vipi. Akasema kwa Mungu huyu aliyenisaidia nilipokuwa nyinyi hata mnijui, nilipokuwa niko underground, huyu Mungu alikuwa
nisaidia huko gizani, ndio huyu pia atanisaidia huko public. Haiwezekani huyu mtu asiyetahiriwa anatukana majeshi ya Bwana. Majeshi ya Bwana. Wao walikuwa wanajiona tu ni majeshi ya Sauli, yeye anaona yani majeshi ya Bwana. Kwa hiyo akaivuta ile vita ya Israeli iwe sasa ni vita ya Mungu mwenyewe. Unaona mtu alivyokuwa hodari katika Bwana. Anajua jinsi ya kuinvoke, kuileta mbingu ihusike na yeye. Kwa alivyoanza kumface Goliath, anamwambia wewe unanijia kwa hivyo vitu vyako, ila mimi nakujia kwa jina la Bwana wa majeshi. Yuko hodari katika ufalme wake, yuko vizuri, anajua jinsi ya kumhusisha Mungu, anajua jinsi ya kuhusika yeye kwenye hilo jambo, anajua jinsi ya kutumia zana zake. Kwa kabla ya kufahamu silaha yote, lazima kwanza ujijue mimi niko kambi gani, na kambi hii inafanyaje kazi, na ina nguvu kiasi gani. Ndio maana unapokutana labda na raia wa nchi kadhaa ambao ni nchi ambayo tunasema ni super powers, ukakutana na raia kutoka labda Marekani, mkakutana naye mnazungumza mahali, kuna namna anazungumza na confidence na ujasiri, hata kama yeye hana hela kama nchi au hata kama wewe, lakini kwa sababu anajua niko kwenye nchi lenye nguvu sana, namna anavyoelezea mambo, namna anavyojitetea, namna anavyoongea, anajiamini kwa sababu anajua kuna mamlaka kubwa nyuma yangu. Lakini kama wewe hujijui uko kwenye mamlaka gani, unaweza ukasumbuliwa na chochote. Ndicho Paulo anasema amzidi kuwa hodari. Mzidi ni kitu lazima kila mmoja wetu aendelee kukua. Kwa hiyo anasema ijue nafasi yako ndani ya Kristo na nafasi ya Kristo ndani yako. Kwa mfano nafasi ya Kristo ndani yako kwenye kitabu cha waraka wa kwanza Yohana mlango wa 4 na mstari wa 4 anasema aliyeko ndani yetu ni mkubwa. Aliyeko ndani yetu ni mkubwa kuliko aliyeko katika ulimwengu. Kwa hiyo mimi ninavyoweza kujua kwamba Kristo aliyeko ndani yangu, huyu Roho Mtakatifu aliyeko ndani yangu ni mkubwa sana kuliko chochote kilichoko nje. Hiyo kitu ikawa imekaa ndani yangu, naiamini, naijua na najiona hivyo. Then siwezi kuogopa kitu chochote ambacho kinaonekana kiko nje tena. Lakini kama sitajua aliyeko ndani yangu ni mkubwa kuliko aliyeko nje, likija hilo jitu likubwa kwenye maisha, likuja linanitisha kupitia uchumi, linanitisha labda kupitia magonjwa, linanitisha kupitia jambo lolote, na mimi nitaogopa. Na mimi nitakimbia kama Sauli na watumishi wake walivyokimbia. Alipokuwa kitokea Goliath, kila mmoja anakimbia, kila mmoja. Nakumbuka Biblia inasema wakati Sauli anachaguliwa kuwa mfalme, anakuja mbele za watu, wanasema ndio alikuwa mrefu, mwenye mabega makubwa kuliko Israeli nzima. Kwa hata Sauli naye alikuwa na limwili fulani. Pamoja na hilo limwili lake, ndani ya Israeli naye alikuwa anamkimbia Goliath, kwa sababu hakuwa hodari katika Mungu aliye naye. Haleluya. Sasa tukaambiwa tuvae silaha zote za Mungu. Tuvae silaha zote za Mungu. Sasa huu ndio wajibu wetu sisi wenyewe. Ni wajibu wetu sisi wenyewe kwamba pamoja na kazi Kristo aliyoifanya ndani yangu, pamoja na kazi kubwa ambayo Kristo ameitekeleza, amemvunja na kumharibu yule aliyekuwa na nguvu zidi juu ya mauti, Ibilisi. Sasa na kitabu cha Waebrania, na jinsi alivyomnyang'anya yule aliyekuwa na funguo za mauti na kuzimu. Sasa na kitabu cha Ufunuo mlango wa kwanza, amevishinda vitu vyote na ametukabidhi mamlaka. Sema mamlaka yote ya mbinguni na duniani nimewakabidhi nyie. Sasa enendeni mkanitambulishe. Pamoja na yote aliyofanya hayo, bado anakuambia sasa vaa silaha. Usiende kienyeji hapa. Kuna mambo ambayo yatakuhitaji wewe na mimi tuhusike nayo ili tuweze kushinda. Tunashindaje tena kati yeye alishashinda? Ni kweli yeye alishashinda. Sasa mimi kazi yangu ni kuendelea kuhakikisha ule ushindi wa Kristo unakuwa dhahiri katika maisha yangu. Vinginevyo nitakuwa nimeokolewa, nitakuwa nimekombolewa, lakini bado kuna maeneo ambayo hayadhihirishi kwamba kweli Kristo hapo amenikomboa. Kuna vitu bado vinanibana, kuna mashambulizi bado yananiumiza. Lakini ninapokuwa nimezivaa hizi silaha, basi ninaweza kuendelea kutetea ule ushindi nilionao. Haleluya. Utaona hata kwenye mambo ya boxing unasikia yule mshindi champion anaambiwa utabidi ukapambane na mtu fulani ili tuangalie kama unaweza kuendelea kutetea ushindi ulionao, kama ni wa dunia au kama ni wa Afrika. Kwa mshindi wa Afrika anakuja kupambana na mtu ambaye yuko chini yake ili aendelee kutetea ule ushindi wake. Akipigwa ananyang'anywa mkanda. Kwa sisi kweli tayari Kristo ameshakuja kutushindia. Kazi tulionao ni kuendelea kuhudumisha huu ushindi kwenye kila sekta
Kila sekta inapokuja habari ya ndoa, jinsi Kristo alivyokusudia ndoa iwe, ndivyo natakiwa iwe. Mambo ya afya hivyo hivyo, mambo ya utumishi ndivyo hivyo. Lakini ni baada ya kuhakikisha nimezivaa silaha ngapi? Zote. Na tukaanza kuzizungumza hizi silaha moja baada ya nyingine. Na jaribu kukumbushia baadhi ya vitu na kuvisitiza ili kila mmoja wetu, hata kwa yule ambaye labda hakuwahi kupata haya mambo, aweze kuwa on the same boat. Jambo la kwanza tukasema silaha ya kwanza ni kujifunga kweli kiunoni, na maana yake hii ni kuenenda katika kweli, ndio maana yake. Utaona kwamba silaha nyingi zilizotajwa hapa ni mfumo wa maisha. Sio jambo la mara moja, ndio mfumo wako wa maisha wa kila siku ndio unabadilika kuwa silaha ya kwako ya rohoni. Mfumo wa maisha, kama vile walivyokuwa wale watu wanaambiwa nenda wakashambulie watu wa Yeriko. Siku ya kwanza mfumo wao wa maisha walikuwa tu wanaamka wanazunguka. Siku ya pili wanaamka tu wanazunguka. Siku ya tatu wanaamka tu wanazunguka. Yaani yale maisha ya kuishi hilo neno waliloambiwa, hayo maisha yakabadilika yakawa ndo silaha, ikawa ni bulldozer la kuangusha ule ukuta. Kwa hicho kitu ambacho unakifanya kila siku tu cha kuishi kweli ya Mungu, chenyewe kinabadilika, hakiwi tu kwa faida yako, kukutakasa, kukukuza kiroho. Katika ulimwengu wa giza ni ushambulizi mkubwa wewe unaufanya. Lifestyle yako ya kuishi neno la Mungu kila siku, kulipractice, kuliishi, kulitii, maisha ya utii, ndio hiyo kujifunga kweli. Inakusaidia unakuwa balanced, unakuwa uko vizuri na kila kitu kinabebeka kuanzia hapo. Silaha ya pili ambayo tuliangalia ni kwamba kuvaa dirii ya haki, kuvaa body armor, kuvaa wanasema bulletproof, ni koti fulani umelivaa. Kama askari wa Kirumi nao walikuwa wanavaa mavazi fulani yanazuia huku kifuani. Haki sasa, kuvaa dirii ya haki. Hii ina maana gani? Ina maana ni mimi kujichukulia sawa sawa na jinsi Mungu alivyonichukulia. Kujichukulia sawa sawa na jinsi Mungu alivyonichukulia. Kukubali kwamba kweli amekwisha kunisamehe na mimi sasa nipo huru, hakuna adhabu, hukumu, laumu ya namna yote ndani yangu. Hakuna guilt tena. Mimi na yeye ni kama baba na mtoto. Amenihesabia haki, hanihesabii tena makosa. Jinsi anavyoniona ndivyo hivyo na mimi ninajiona vivyo hivyo. Kwa hiyo ninayo hiyo confidence, inanipa sasa kifua changu kuwa salama. Ninayo confidence. Hukumu haipo tena ndani yangu. Silaha nyingine ambayo tuliangalia ni silaha ya kufungiwa miguu utayari tupatao kwa injili ya amani. Maana yake ni kuwa tayari kuipeleka injili ya Kristo kwa wasioamini. Kwa hiyo unapokuwa mzito kuja kufanya hivi, maana yake mmoja wapo ya hizi silaha 5-6 ambazo ziko hapa kwenye Efeso, unakuwa na upungufu wake. Kwa hiyo usifikiri kwamba kuna watu baadhi ndio wanatakiwa wawe wanaipeleka injili, kuwa tayari kupeleka injili. Kila mmoja wetu, kila mmoja wetu ni agizo ambalo tunalo katika majira haya, harvest au mavuno. Na ukiangalia vizuri yanatuletea faida mbele za Mungu, ndio tunapata thawabu yetu. Unapozaa matunda Mungu anazidi kutukuzwa. Lakini ndivyo ambavyo na sisi tunapata taji. Kila mmoja atapewa taji sawa sawa na kazi aliyoifanya hapa ulimwenguni wakati wa uhai wake. Haleluya. Ndio inaitwa hukumu ya watakatifu. Kwa Yesu akishanyakua kanisa, jambo la kwanza analodili nalo ni kila mmoja kumpatia awards, kumpatia tuzo yake. Ndio hiyo inaitwa tunu yake, taji yake. Kila mmoja jinsi alivyokuwa anamzalia Bwana matunda. Hii habari ya kumzalia matunda, kuifikisha, kuwa tayari kuifikisha injili kwa mtu mwingine, usiwe mzito. Msisitizo hapo ni utayari, utayari. Wengi hapa injili tunazo lakini hatuna utayari. Anachotafuta hapa Bwana ni kwamba sisi tuwe tayari. Anytime unaweza kuisema injili ya Bwana. Popote pale unaweza kuisema. Iwe ni kwa jamaa zako, iwe kwa majirani, iwe kwa watu umekutana nao tu mahali fulani, yoyote uko tayari. Uwe ni kwa kutumia mitandao tulionayo, unamsema Kristo kupitia huko. Kama wengine wanavyosema giza lao kupitia hii mitandao, na sisi tuwe wepesi pia kumsema Kristo kupitia hii mitandao.
wale ambao wanatumia labda TikTok, sijui Facebook, wanaweza kukutana na vimbwanga vya ajabu ajabu. Maana yake kuna watu wana utayari wa kupeleka habari mbaya. Sisi tunataka tuwe na utayari wa kupeleka habari njema. Ule utayari nao unabadilika kuwa ni silaha dhidi ya giza na kumletea Bwana matunda. Hiyo ni lifestyle muhimu sana kila mmoja wetu kuimarisha. Silaha nyingine nasema zaidi ya yote mkitwaa ngao ya imani. Hii jana tuliangalia ngao ya imani, na kwa hii ngao mtu taweza kuzuia mishale yote yenye moto. Si tu mishale ya kawaida, ni mishale yenye moto ya yule adui. Kwa hiyo inatuonyesha kwamba kumbe adui naye huwa anarusha mashambulizi. Kama Biblia inasema uwe na kitu fulani cha kuzuia mishale, that means huyo adui naye anarushaga mashambulizi. Unaamka unashangaa leo biashara imekotea. Unaamka unashangaa leo kifua kimebana. Unaamka unashangaa leo mguu haufanyi kazi. Unaamka unashangaa mtoto amebadilika. Unashangaa vitu mashambulizi yamekuja sasa. Kwa hiyo jinsi ya kuzuia sasa, anasema kuzuia, tusubiri paka huo mshale uingie kwenye mwili, na kwa sababu una moto unaanza kuniteketeza au kuteketeza jambo fulani. Ni mimi kuwa na mtindo wa maisha ya kiimani. Kwa kutwaa ngao ya imani maana yake ni kuishi maisha ya imani. Mimi niwe ni mtu wa imani. Imani nini? Ni kubaliana na kila akisemacho Mungu kwa 100%. Imani ni nini? Imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo bayana, waziwazi, ya yale mambo ambayo kwa wakati huo siyaoni kwa macho, lakini kama Mungu amesema hivi ndicho hicho na mimi nimekikubali moyoni mwangu. Imani ni kubaliana moyoni kwamba hivi ndivyo ilivyo. Kama amesema wewe uko huru, mimi najiona niko huru. Kama amesema kwa kupigwa kwake nimepona, mimi najiona kwamba nimepona. Kama amesema ameniinua mimi ni kichwa na si mkia, najiona hivyo hata kama nakutana na hali gani. Kwa adui atakuwa analeta mashambulizi, na mashambulizi mengi yanayokuja sana ni kupitia mawazo. Ndio maana utasikia mseme huu kwamba the battleground is our minds. Yani sehemu ya mapambano, uwanja wa vita ni kwenye akili. Ukiweza kushinda jambo fulani kwenye akili yako, basi hilo jambo nje utaweza kulishinda. Ukiweza kujiona wewe sio mdogo kwenye akili yako, basi kweli utakuwa mkubwa nje. Ukijiona kwamba wewe ni mdogo, ni kiumbe kisichofaa kwenye akili yako, hata huko nje utashindwa. Kwa mtu ambaye anaenda labda kukutana, anaenda kwenye interview, akajiona kwamba yeye ni mshindi, amejichukulia, ameishinda hiyo vita kwanza kwenye mawazo yake, then utapoenda sasa kwenye kulifanya ile jambo halisia, utashinda. Kwa sababu the battleground is in our mind. Ndio hapo adui anarushaga mishale mingi, anarusha mishale mingi yenye moto, mawazo mengi. Wewe uweze babu yako walikufa na ugonjwa wa moyo, na mama yako walikufa na ugonjwa wa moyo, na wewe unavyoanza kusikia moyo unauma, ndio ugonjwa huo unaona unataka kuondoa. Amerusha mshale wa moyo huo. Babu yako, sio bibi yako aliondoka na kansa, na nani akaondoka na mjomba na kansa, na hiyo unavyosikia ndio kansa nayo inaanza kukuondoa. Mshale wa moto umekuja ukisha. Sasa wewe unatakiwa uwe na udhibiti katika imani. Nasema nilinde imani yangu, niamini kile ambacho Mungu amesema juu yangu. Kama ni hilo eneo la afya, kwani mimi kama babu yangu aliondoka na mimi lazima niondoke? Hapana. Hapana. Mimi kwanza babu yangu ni Ibrahim. Ibrahimu aliishi maisha mpaka akatosheka, ndio akapumzika. Biblia inasema akavuta tu pumzi, akamaliza. He breathed his last, yani alipumua ya mwisho kabisa. Hakusuffocate, hakupambana wala nini. Na mimi ndio babu yangu, mimi nitaondoka pia kimya kimya, sio hiyo ya huyo babu wa huko kijijini. Uzao wangu mimi ni mzao wa Kristo. Nimezaliwa kwa mbegu nyingine, mbegu isiyoharibika. Ina maana kuna ule uzao wa kwanza uliozaliwa na huyo babu, sio babu Monyo, lakini kuna uzao wa pili unazaliwa na Petro wa kwanza 1:23. Tumezaliwa kwa mbegu isiyoharibika. Mbegu isiyoharibika ndio neno la Mungu. Mimi nimezaliwa nina identity tofauti na hiyo saa kina Monyo. Na identity tofauti inaitwa ni neno la Mungu. Kwa lazima nijiposition, nijione katika huo utambulisho mpya wa kitu kisichoharibika, kitu kisichoathiriwa na kansa, kitu kisichoathiriwa na umaskini gani. Kwa lazima nijiamini, nijione hivyo. Kwa akileta mshale fulani hivi wa kunipa wazo silo,
au maneno wametumia watu kuniambia, au naviona kwenye vitu. Tuliongelea jana kwamba adui anashambulia kupitia nini? Anashambulia kupitia ile milango mitano ya fahamu. Jinsi unachokiona kitu, unachokisikia, unachokinusa, unachokifeel, unachokionja, ile milango mitano hiyo ndio sehemu anatumia. Kwa anaweza kuonyesha jambo fulani na kukatisha tamaa. Anaweza kukusikizisha jambo fulani likakurudisha chini. Sasa wewe lazima uwe na mlango mwingine wa ufahamu unaitwa imani. Msema imani. Huo ndio mlango unaoperate. Hii milango mitano inaweza kweli imeshazidiwa, imeshakuwa overwhelmed, na inatakiwa nisimame kwenye mlango mpya unaitwa mlango wa imani. Wa kukubaliana na kile Mungu amesema kwangu, na si ninachokisikia au ninachokiona au ninachokifeel. Kile ambacho Mungu amekisema ndicho hicho na mimi nimekubali. Haleluya. Hiyo ndio ngao ya nini? Ya imani. Sio kwamba unasema nimeshika ngao ya imani. Yale maisha ya kiimani. Tukasema imani kuna namna ya kuidhirisha, jinsi ambavyo umekiamini moyoni, unakitamka na unaishi hicho. Unaweza ukawa uko umri fulani umefikia, unasikia magonjwa fulani fulani, alafu wenzako wanakuambia au daktari anakuambia ndio hivyo, umri huu ukishafika ndio magonjwa ya uzeeni. Umwambie pia kuna afya ya uzeeni. Ipo pia afya nini? Ya uzeeni. Haya ndio magonjwa ya wanawake. Mwambie pia kuna afya ya wanawake. Anatuambia kwenye Zaburi 103 kwamba akuponyae magonjwa yako hakuna hata moja, au rejesha ujana wako kama tai. Kwa hiyo ina maana ninapoendelea kukua na kuongezeka umri wangu, kibiblia mimi natakiwa nianze pia kuona naweza nikawa rejuvenated, naweza kawa ninafanywa upya na nguvu zinaongezeka ndani yangu. Haleluya. Hebu msome mtu anaitwa Caleb. Unajua watu wengi tumemfuatilia sana Joshua. Tunamkumbuka Joshua katika wale maspai 12, wawili ndio walikuwa wana habari njema. Alikuwa Joshua na nani? Na Caleb. Wengi hatujamfuatilia huyo Caleb aliishije. Kwa sababu hakuna kitabu kilichoandikwa Caleb, kwa hiyo tumemsoma sana Joshua. Ni vizuri, hata mimi nimemfuatilia Joshua maisha yake. Lakini kama Mungu akasema katika hawa 10, wapelelezi 10 hawa wameleta chachu mbaya, nitawamaliza wote, lakini hawa wawili Caleb na Joshua nitabariki maisha yao. Tunamwona Joshua anamrithi Musa. Huyu Caleb maisha yake yalikuwaje? Msome utaona kuna kitu maisha ya Caleb yalikuwa tofauti sana. Nikugusie tu pointi fupi. Caleb alipofikisha miaka 80. Sijui kama tuna mtu ana miaka 80 hapa. Naona bado. Caleb alipofikisha miaka 80, nguvu alizokuwa nazo za kimwili, wepesi aliyokuwa nao ni kama alivyokuwa na umri wa miaka 40. Haleluya. Kuna mtu ana miaka 40 hapa? Yaani flat miaka 40. Usiogope huko. Mama ameonyesha mkono sasa. Mama ameanza kujielewa. Yaani nataka kuonyesha kwamba kama huyu mtu alivyokuwa na miaka ya 40, let's say mimi hapa na karibu 42-3. Yaani umri wangu ndivyo mwepesi hivi. Nitaponiongezea miaka nikafika 80, jinsi ndivyo na nguvu sasa hivi ndio ni miaka hiyo 80. Sasa ndio Caleb alikuwa hivyo, na kudhihirisha hicho alipofikisha miaka 80 akamfuata Joshua. Akamwambia kumbuka tulipokuwa vijana miaka 40 mimi na wewe, Bwana alisema vitu vyema juu yetu. Akasema sisi tutarithi na nini? Sasa mimi nataka nikadili na hayo majitu. Akiwa na miaka 40 kwa sababu walikuwa wameanza wameshakamata ardhi kubwa sana, lakini kuna maeneo mengine nadhani ya Hebron na wapi walikuwa hawajakamata, na hayo ndio walikuwepo majitu mengine yalikuwa kule. Unajua sio kwamba hayakuwepo majitu. Yalikuwepo, ndio maana jamaa anayataja huko kwenye Yoshua, baadaye anakuja kuyataja. Yalikuwepo, ila wao walivyoona majitu hawakuwa hodari katika nguvu yao. Kwa sababu kuna kitu Mungu alisema nao. Joshua na Caleb alisema sisi tunaamini katika alichokisema Mungu kwamba tunairithi nchi. Kwa hiyo haijalishi kuna majitu au hakuna, ila tunaamini Mungu wetu ndio jitu kubwa. Kwa hiyo sasa alipofikisha miaka 40 akamwambia Joshua, niruhusu nikashambulie eneo fulani, lilikuwa ni Hebron na maeneo kadhaa ambao kuna hayo majitu na wana bado wako pale. Niruhusu nikapige hiyo kitu. Joshua akamwambia sawa, nenda. Akiwa na miaka 80, na akamwambia nguvu zangu nilizonazo katika miaka 80 ni kama vile nilivyokuwa na miaka 40. Huyo ni Caleb.
Kwa hii jamani ni urithi wa mpendao Mungu. Ni urithi wetu. Kwa unaweza kusema ndio magonjwa ya uzeeni, ndio magonjwa ya vijana, ndio magonjwa sijui ya kina mama, ndio magonjwa. Sawa, hiyo ndio uhalisia, lakini pia kuna uhalisia wa neno la Mungu. Kitu Mungu amekisema, amekusudia kwa watu wake. Imani ni kuwa na hakika ya mambo akisemayo Mungu. Haleluya. Kwa hiyo huo ndio unazuia mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Kipindi fulani tulipokuwa tunafanya mitihani huko sekondari, unakuwa mmefanya maombi, mmesoma, mnajiandaa labda na wa NECTA, labda form 4 form 6. Sasa unaingia kwenye mtihani, alafu mtihani unakuta mgumu, ameukaza vizuri. Sasa mnapotoka mnaanza kuzungumza tena kinyume na kile ambacho mlikuwa mnakiomba na mlivyoamini. Sasa sijui kama pale nitavuka. Tayari ndio hivyo, unaanza kuchanganya mambo. Yaani ndio unaanza kuharibu vitu vyako. Biblia inasema Bwana atabariki kazi ya nini? Ya mikono yako. Wewe umejiandaa kama mwanafunzi vizuri, umesoma, umefanya wajibu wako, na umemuomba Mungu, umeamini kitu chako. Umeingia kwenye mtihani. Haijalishi umekutana na nini, wewe endelea kuamini na usitamke tofauti na hicho ulichokiomba. Kwa sababu unaweza ukishamaliza pale unaanza kutamka vibaya, ulimwengu wa roho sasa nao unatekeleza yale ambayo wewe unayatamka. Sema imani ni kuwa na hakika ya kile kitu Mungu alichosema nami. Haleluya. Labda nigusie kitu kidogo hapo. Kuna kitu kinaitwa prophetic word, neno la kinabii. Hata maneno ya kinabii, Mungu anavyosema wewe amemuinua mtumishi fulani, mama amesema wewe itakuwa hivi, maisha yako yatakuwa hivi, yote hayo maneno ya kinabii yanaweza asitimie, sio kwa sababu sio halisi, ni kwa sababu wewe hujaliamini. Kuna maneno ya kinabii ambayo yako conditional, yanategemea na jinsi wewe unakiamini au kiamini. Hata neno la Mungu ni unabii, si ndio? Mbona mambo mengine hayatimii kwetu? Ni kwa sababu hatujaliamini. Kwa hata mtumishi anaposema maisha yako yatakuwa hivi na hivi na hivi na hivi na hivi, kama mimi sijakipokea kama Mungu anavyosema hivyo, nikakiamini ndivyo ilivyo, alafu nikaanza kukiishi, inaweza kashangaa miaka 80 mpaka 40 50 unaondoka, haijatokea. Sio kwa sababu Mungu hakukusudia, ila ni upande wangu mimi sikukiamini. Kwa even prophetic words, na tunaingia hapa kwenye Penueli, kuna maneno ya kinabii yatakuwa yanasemwa kwetu. Tuyaamini kwamba haya ni ya kwetu, hili ni la kwangu, na mimi ndio niko hivyo. Haleluya. Sasa tuingie kwenye silaha muhimu sana siku ya leo. Hizi silaha za mwanzoni zote tulizosikia, tumestaja ngapi mpaka hapo? Ngapi? 5. Sasa silaha ya 6. Silaha ya 6 ina utofauti kidogo na hizi nyingine. Silaha ya 6 ina utofauti kidogo. Hizi zote tulizozitaja ni silaha ambazo zimejikita kwenye kujilinda. They are defensive weapons. Ni silaha za kujilinda ili nisiumizwe, helmet kwenye ya kichwani, nisiumizwe kifuani, nisiumizwe sijui ngao. Yani ni silaha ambazo zimejikita kwenye kujilinda dhidi ya mashambulizi, maujanja yoyote kutoka kwa yule adui. Sasa hii silaha ya 6 ni tofauti. Hii silaha ya 6 sio ya kujilinda tu, yenyewe imejikita kufanya nini? Na kushambulia. Mstari ule wa 17, tena ipokeeni chepeo ya wokovu, hiyo tayari, na upanga wa Roho. Sema upanga wa Roho. Sema upanga wa Goliati. Sema upanga wa Roho. Yes, unaposoma kitabu hiko cha Samueli utaona kwamba Goliati naye alikuwa na liupanga lake ambalo baada ya kuuawa na Daudi na kuchinjwa kile kichwa, lile liupanga lilichukuliwa, baadaye likaenda ile liupanga likahifadhiwa katika hema ya Bwana. Kipindi hicho hamna hekalu, kwa hiyo ndio hema ya Bwana ikahifadhiwa kule. Kwa hiyo hata kuna kipindi Daudi alikuwa anamkimbia Sauli kutokana na uadui uliokuwa kipindi kile katikati yeye na Sauli. Akafika kwenye hema ya Bwana, akamuuliza nabii, hivi una chochote hapa? Akasema nina mikate michache, lakini pamoja na upanga wa Goliath. Kwa hiyo upanga wa Goliath ulikuwa sio wa kawaida. Kama lijitu ilikuwa ni fiti nyingi kwenda ndivyo, kwa hiyo na upanga lake lazima lilikuwa likubwa. Sasa tuachane na upanga wa Goliath. Huu unaitwa upanga wa nani? Wa Roho. Huyo aliye mkubwa ndani yako kuliko aliyoko nje. Kwa hiyo lazima na upanga lake ni nini? Ni likubwa. Upanga lake ni la nguvu. Naitwa upanga
wa Roho. Hiyo ni silaha. Kwa hiyo upanga unahusika kwenye kukinga kweli, ndio. Kwa hiyo ni itakinga, itazuia, itakuwa ni defensive, lakini sehemu kubwa ni offensive. Hili upanga la Roho ni kwa ajili ya kushambulia. Hatukai kwenye hii vita ya kiroho sisi tu kujilinda. Yaani kama ni bondia tu unakinga. Lazima na mimi nifanye nirushe vitu vya maana. Mwambie vizako vitasa. Wale ambao wanafuatilia mambo ya boxing watajua nini maana ya vitasa. Ni ngumi. Kwa hiyo lazima na mimi niyo narusha. Yaani sio yeye ashambulie kambi yangu, alafu tu mimi najilinda nimekuwa tu na lazima na mimi nishambulie, niharibu hiyo kazi yake. Upanga wa Roho. Sasa katika vyote hivi vilivyokuwa vinatajwa, mtume anatufunulia upanga wa Roho nini. Amekisema kabisa hapa, hakukificha. Amesema upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Neno la Mungu. Neno la Mungu. Upanga wa Roho ni nini? Ni neno la Mungu. Kwani hayo mengine tuliyoyasoma hayakuwa neno la Mungu? Kujifunga kweli halikuwa neno la Mungu, si ndio neno la Mungu? Habari ya haki, kujichukulia kama Mungu anavyonichukulia, kujiona na access ndani yake kama mtoto wake, si neno la Mungu ndio limenifanyia hivyo? Habari ya injili si neno la Mungu? Sasa hii neno la Mungu la upanga wa Roho ni neno la Mungu katika dimension gani? Katika mafunuo gani? Katika utekelezaji upi? Yote haya ni maneno la Mungu, lakini katika utekelezaji upi? Ndio sasa lazima tuufahamu leo. Haleluya. Unajua neno la Mungu linaweza kuwa ni mbegu. Sawa sana habari ya mpanzi kama tunavyojifunza hapa, au unasoma neno binafsi mwenyewe, maana yake ni Mungu anapanda mbegu ndani yako. Neno la Mungu linaweza kuwa kwako ni mbegu ambayo inatakiwa ikue. Neno la Mungu linaweza kuwa pia ni mkate, ni kitu ambacho kinakusaidia wewe kufanya nini? Kula kiroho na kustawi. Ni dimension nyingine ya neno la Mungu. Neno la Mungu linaweza kuwa ni mwanga au nuru. Sema neno lako ni taa na mwanga wa njia zangu. Kwa hiyo linanisaidia mimi kuona mambo na kuweza kufanya maamuzi sahihi. Ni hekima yake kwenye maisha yangu. Neno la Mungu linaweza kuwa ni nyundo ivunjaye mawe vipande, inashughulikia kuharibu vitu ndani yako na ndani ya wengine ambao vitu ambavyo haviko vizuri. Kwa neno la Mungu pia linaweza likawa nini? Ni upanga wa Roho, upanga kwa ajili ya kutoa hukumu kadhaa kwenye ulimwengu wa giza. Kwenye kitabu cha Waebrania anasema ni upanga ukatao kuwili. Kwa hiyo kuna kila sehemu unakata. Wewe mwenyewe kushughulikia, lakini pia kushughulikia pande nyingine. Sasa hii neno la Mungu kama upanga ni katika matumizi gani? Ndio tunazidi tutegue hicho kitendawili. Lakini kwa sababu Biblia inajitafsiri yenyewe, hiyo ndio faida ya Biblia. Biblia inajitafsiri yenyewe. Kwa hiyo unapokwama kwenye jambo fulani, maana yake kuna tafsiri, kuna ufafanuzi uko mahali fulani kwenye Biblia tu. Yaani Biblia inajitafsiri yenyewe. Tuone kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana 19:15. Ufunuo wa Yohana 19 mstari wa 15. Hii ni silaha muhimu sana. Ni silaha muhimu sana, na unapokuwa hodari katika hii silaha kwa kweli utakuwa salama. Ufunuo wa Yohana 19 mstari ule wa 15. Na labda nianzie 13 itakuwa vizuri, maana 15 ndo msisitizo, lakini 13 itatupa muendelezo mzuri. Naye amevikwa vazi lililochovya katika damu. Alikuwa anazungumza Yesu Kristo. Jina lake aitwa neno la Mungu. Na majeshi yaliyo mbinguni wakamfuata, wamepanda farasi weupe na kuvikwa kitani nzuri nyeupe safi. Mstari wa 15 sasa huo. Na upanga mkali, hemsema upanga mkali, kutoka kinywani mwake. Sema kutoka kinywani mwake. Na upanga mkali hutoka kinywani mwake, ili awapige mataifa kwa huo. Naye atawachunga kwa fimbo ya chuma, naye anakanyaga shinikizo la mvinyo ya ghadhabu ya hasira ya Mungu Mwenyezi. Upanga mkali hutoka kinywani mwake. 14:20. Okay.
upanga mkali utokao kinywani mwake. Tuachie tu hapo kwa sababu ya muda, nisisome mstari mwingine. Tuachie hapo. Kwa hiyo upanga wa roho, sasa tuingie maana yake nini? Upanga wa roho, tuwe makini hapa. Upanga wa roho maana yake ni neno la Mungu ninalolitoa kupitia kinywa changu. Ndio maana yake. Upanga wa roho maana yake ni neno la Mungu ninalolitoa kupitia kinywani mwangu. Sio kimoyomoyo, sio kwa mawazo, sio tu kwa kuamini. Pale inapofika sasa ninalirelease, kulitamka kwa kinywa changu neno la Mungu, hapo ndio linakuwa upanga wa roho. Ndio linaweza likatoa hukumu, judgment, kubadilisha hali ya hewa. Tukumbuke Mungu alivyokuwa anaumba dunia, namna alivyoanza kutuonyesha kwamba kazi ya maneno ni nini. Mungu hakutuonyesha kazi ya maneno ni mazungumzo alipoanza kuumba dunia. Yaani Mwanzo mlango wa kwanza, kama wewe hujawahi labda kuisomaga Biblia, ndio unaanza kusoma kwa mara ya kwanza, utaanza kuona maneno yalikuwa yanatumika kama nyenzo ya kujenga kitu fulani, kuumba kitu fulani. Kwa sababu unamsikia Mungu akasema iwe nuru, Mungu akasema maji yajitenge, Mungu akasema vitu fulani vikusanywe, Mungu akasema. Yani maneno hayakutumika kama sehemu ya nini, ya mazungumzo, kama tunavyotumia sasa hivi sehemu ya mazungumzo. Sio kwamba maneno yatumika kama mazungumzo, lakini jukumu la kwanza ambalo linadhihirika katika maneno ni katika kubadilisha vitu, kuumba. Kama Yeremia anavyoambiwa, nimekupa uweza wa kung'oa na kupanda, wa kujenga na kuharibu. Tunamsikia Yeremia akiambiwa hivyo kwenye Yeremia mlango wa kwanza. Sasa nikuulize, ni wakati gani ulimuona Yeremia akienda kupigana vita labda kama Daudi? Yeremia alikuwa nabii tu, anasema maneno tu, basi maneno tu. Iko hivi, imebandikwa hivi, imepanda hivi, mambo yatakuwa. Hayo maneno alikuwa anasema ndio alikuwa anajenga na kuharibu, kung'oa na kupanda. Maneno yake kama nabii wa Bwana. Kwa hiyo upanga wa roho katika vita hivi ya roho, au kama silaha, ni mimi pale ninapokuwa ninaachilia maneno dhidi ya uharibifu, unyoke, uondoke, ufanye. Yani ni kutamka maneno ya Mungu. Iwe nuru, pokea uzima. Ninavyosema hivyo tayari maana yake ndio nimeliachia nini, neno la Mungu linakuwa ni upanga kufanya kazi ile ambayo imekusudiwa kufanya. Mimi kama Mkristo, kama muamini, sipaswi kuwa Mkristo mkimya inapokuja kwenye swala la vita. Nimeshatengeneza lifestyle hiyo tuko tunaizungumza hapa. Sijui ya haki, ya injili, ya kuishi maisha ya kweli, ya kila kitu. Lakini lazima niwe ni mtu ambaye ninasimama kuachilia, kufanya declaration, matamko. Utakumbuka siku ya kwanza mtumishi wa Mungu Pastor Jimmy, tulitumia muda mrefu sana kufanya matamko, kuachilia, kutoa sheria mbalimbali. Iwe hivi, iwe hivi, iwe hivi, iwe hivi, siwe hivi, hichi tunakikataa, kiwe hivi. Kwa habari ya Penueli tukasema hayo ndio tunaita maupanga ya roho, matamko. Kama Mungu anakuambia ipokea upanga wa roho, maana yake anatarajia sio swala ambalo atakufanyia tu. Wewe ndio unaanza kuiumba hiyo dunia yako. Wewe ndio unaiumba. Wewe unapoamka asubuhi ndio unatakiwa uitengeneze siku yako. Unapoanza mwezi wa kwanza unatengeneza mwaka wako. Unapoanza mwezi fulani, mwezi wa 6, mwezi wa 7, unaitengeneza huo mwezi kupitia matamko. Kama Mungu alivyoanza kuumba dunia kupitia matamko, hakuingia tu akasimama pale kimoyomoyo, vitu vikajumba. Alianza kutamka na iwe nuru, maana yake ilikuwa ni giza, na iwe nuru. Asingesema giza lingeendelea tu. Kwa hiyo kuna vitu kwenye maisha yetu vinaendelea kuwa intact, vimejibana tu vile kwa sababu hatujasimama kwenye nafasi zetu kuanza kuachilia matamko viwe vile tunavyotaka sisi. Na unaendelea kutamka mpaka hicho kitu kidhihirike, usiache. Matamka mpaka kinadhihirika. Tamka mpaka idhihirike. Usiwe mdhaifu ukasubiria mambo yamekuwa. Tena nasemaga hapa, ukianza kuona hali inaanza kujitokeza fulani sio nzuri, usisubiri iote mizizi.
Ikiota mizizi itakuzidi na wewe nguvu. Hata kama nika ugonjwa huwezi kuja, sio magonjwa yote yanakuja kitu ghafla. Inaanza kitu kidogo kidogo. Ikiwa kwenye hiyo initial stage, fragile stages, hatua laini kabisa, ikishughulikie mapema, anza kukitamkia tofauti. Usubiri hali limekuwa lizito mpaka limekuzidi. Sasa inabidi sasa watu wa Kristo wengine, waamini wengine, tuungane pamoja na wewe sasa kukuombea. Lakini ulichelewa. Haukupaswa kusubiria hiki kinyoka kiwe liwe lichatu likubwa mpaka lipigiki tena. Unatakiwa ukiwahi uwe tangu kiwa kidogo. Kwa matamko ndio yanakuwa upanga wa roho. Haleluya. Unaona kuna tabia fulani uzitaki juu ya mwenzi wako. Una tabia fulani utaki juu ya watoto wako. Kitu fulani utaki kwenye ukoo wako. Una kitu fulani utaki chochote au kwenye biashara yako. Usizubae. Unatoa sadaka, unamshukuru Mungu, lakini toa matamko, toa declaration. Wewe ni mfalme. Mfalme haombi, mfalme anasema na iwe nuru. Biblia inatutaja sisi kama taifa takatifu, ukuhani wa nini? Wa kifalme. Kwa hiyo sisi tuna mavazi ya aina mbili makubwa. Vazi moja wapo sisi ni makuhani. Waombezi, tuna connect na mambo ya Mungu, tunasihi, tunasimama, tunafanya intercession, maombezi kwa ajili ya watu wengine, tunafanya mambo ya sadaka. Hayo ni maombezi. Ni mambo ya kikuhani. Lakini tuna jambo lingine sio tena la kikuhani tu. Tuna vazi lingine la nini? La kifalme. Hili vazi la kifalme sio la kusihi. Hili vazi la kifalme ni la kuamuru vitu viwe vile tunavyotaka, kutoa maagizo ya utekelezaji, kubadilisha vitu. Kwa kuna sehemu ya kusihi kitu fulani kutoka kwa Baba. Lakini kuna sehemu sio tena, haudili tena na Baba, unajili na nini? Na ulimwengu mwingine sasa wagiza. Huu ulimwengu utakuwa tena kuusihi. Nikiwa huku nadili na Baba, ninasimama kama kuhani. Ndio hapo nasimama kama mzee wa wale wazee 28, na inama na muabudu yeye, na inama na msihi yeye jambo yeye. Lakini ikija kwenye habari ya mambo ya ulimwengu wa giza, sisimami kama kuhani tena hapo. Nasimama kama mfalme kuamuru vitu viwe vile ninavyotaka. Kwa hiyo simuombi tena Baba, naomba mkemee shetani kama malaika Mikaeli. Hiyo ni ya malaika, sio wana wa Mungu. Wana wa Mungu hawaombi tena Yesu shughulika naye. Nimeshakupa mamlaka ya kukanyaga. Wewe ndio unakanyaga, wewe ndio unashindilia, wewe ndio unangoa, wewe ndio unatakiwa useme na iwe nuru. Haleluya. Pokea uzima. Yani mimi ndio naachilia sasa hapo. Haleluya. Haleluya. Hebu tuangalie kwenye kitabu cha Marko hapa. Marko, naona hapa kidogo kieleweke vizuri. Marko mlango ule wa 11. Kuanzia mstari ule wa 23 mpaka ule wa 24. Marko 11, alafu utaona hizo tofauti za kuwa mfalme na kuhani. 23 na 24. Nasema hivi, amin nawaambia, Yesu alipokuwa anazungumza siri ya kuambia ule mtini ukauke. Wala kusema kauka, alisema tu mtu asitoe kwako matunda. Wenyewe ukajielewa ukakauka. Sasa akaanza kuwafunulia what was behind, what was in the studio. Akasema hivi, amin nawaambia, yoyote atakayeuambia, hebu sema atakayeuambia. Yeyote atakayeuambia mlima huu ng'oka ukatupe baharini, wala asione shaka moyoni mwake, ila aamini kwamba hayo asemayo yametukia, yatakuwa yake. Sasa sikiliza mstari wa 24. Kwa sababu hiyo nawaambia, yoyote myaombayo mkisali, aminini ya kwamba mnayapokea, nayo yatakuwa yenu. Hii ni mistari imekaa miwili, lakini inatembea tofauti. Ya kwanza ni mimi, yeyote atakayeuambia mlima huu, wewe ndio unatakiwa uambie ng'oka, achilia, vunjika, haribika, na wachanganya. Atakayeuambia mlima huu. Kwa hiyo hapo hauzungumzi na Baba tena. Wewe unazungumza nini? Na mlima, na kitu ambacho sio sahihi sasa, na giza, iwe nuru, wewe unazungumza nacho. Lakini 24 anasema, nanyi
Mkiwa mnaomba, mnasali, aminini mnapokea. Sasa hapo ni yale mambo ambayo mimi namsitu Baba. Hayo sio kudili na adui. Hapo nadili na Baba tu. Kama nasi habari ya hekima ya Mungu, kama nasi ufahamu fulani wa kitu cha Mungu, namsi yeye. Kama nasi natafuta direction ya hichi kitu, namsi yeye. Amini kwamba unakipokea. Hapo ni kudili na yeye. Kwa hiyo hapo sikemei. Siwezi kwenda na Mungu namkemea. Roho na kajira, simkemei yeye, nadili na kusii. Lakini kijekiwa kile kijamaa kingine, hakuna tena, nabadilika sura, nakuwa nani? Nakuwa mwanajeshi hapo, nadili nacho kama sina tena mchezo. Hapo ni mfalme. Natoa maagizo, natoa maelekezo, natoa matamko. Kwa unapoomba usiku umesimama nyumbani kwako, kuna mambo namsi Mungu. Kuna wakati sasa utaona Roho Mtakatifu anakubalishia hii. Sasa usiendelee kuiombea hii, sio ya kusii. Hii ni kudili kama mfalme, kuanza kutoa matamko, kubadilisha mazingira. Hapo unabadilisha, unabashughulikia, ndio unaamuru sasa ng'oka ukatupwe baharini. Haleluya. Hiyo inaitwa upanga wa Roho, na ndio silaha kubwa sana ambayo inatuwezesha kushinda vita vya rohoni. Sababu ukiangalia nyingi hapo ziko tu za kujilinda. Hii ndio unatakiwa uitumie. Sitakufa bali nitaishi na mimi nitatangaza matendo. Umeachilia hivyo, labda ulikuwa uko kwenye hali fulani unasema kama kufa. Unatamka neno. Haleluya. Maneno ya muamini yana nguvu sana. Ikiwa anasema na atakayewaambia ila aamini hayo asemayo. Baba anatufundishaga hapa, anasema hayo unayosema lazima uyaamini. Unapoyaamini yanakuwa na the same value na the same power kama Yesu angekuwa anayasema. Neno la Mungu linakuwa lile lile kama Yesu angelisema. Lakini usipokuwa unaliamini linakuwa halina nguvu tena, hata kama lilikuwa neno la Mungu. Kwa upanga wa Roho unakuwa na nguvu pale unapousema kwa kuamini hicho unachokisema kimekuwa. Nasema wewe utakayeombea mlima huu, aamini hayo asemayo yametukia, nayo yatakuwa yake. Na huo mlima huu nini? Utang'oka, utakwenda kutupwa baharini. Kwa hiyo unatakiwa tuko tayari kusemea mambo fulani hapa. Tuko tayari kusemea mambo fulani. Kuna hali fulani uzitaki, unataka uzibadilishe. Kuna mazingira fulani umeona now it is enough, imefikia mwisho, sitaki kuna siku zangu za mbeleni natakiwa nizitamkie, niziumbe ziwe vilivyo. Na unatakiwa uyatamkie mambo kabla hayajakuwepo, kama vile yapo. Unatamkia, unatoa matamko. Haleluya. Tusimame watu wa Mungu.